Mei 10. Jumamosi. Mwaka wa 2025. Mwanafunzi wa uinjilisti anayejiandaa kwa ajili ya siku zijazo. 1. Timotheo wa pili 2:1-2. Paulo, mtume wa Kristo Yesu, kwa mapenzi ya Mungu, kwa ajili ya ahadi ya uzima ulio katika Kristo Yesu, kwa Timotheo, mwanangu mpendwa. Neema na iwe kwako na rehema na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Kristo Yesu Bwana wetu. Remnant ni wanafunzi wa uinjilisti wanaojitayarisha kwa siku zijazo. Hivyo, ninyi remnant, lazima mshikilie jibu na sababu kwa nini aliwaita. Ni kwa sababu kuna kitu lazima ufanye ukishikilia jibu hili. Kwanza, lazima uponye kizazi cha wazee kutoka kwa batizan zao zisizo sahihi. Huwezi kupokea majibu katika hali ya mawazo ya ubinafsi, moyo na asili ya wale waliomwacha Mungu. Lazima uinue batizan mpya kupitia neno la Mungu unaposhikilia Injili ya Yesu ndiye Kristo. Pili, ni lazima uliponye kanisa kutoka kwa batizan zao zisizo sahihi. Hii ni kwa sababu kanisa linafunga milango yake kwa sababu wanashikilia Injili isiyo sahihi. Lazima uzuie hii. Lazima uelewe kwa usahihi na kuwasaidia katika kufurahia Pasaka ya wokovu, Pentekoste ya nguvu za Roho Mtakatifu, na mkusanyiko wa asili ya ufalme wa Mungu. Kwa hili, kumbi 3 na zama za wikendi ya siku 3 zinahitajika. 3. Lazima uwaponye remnant kutoka kwa batizan zao zisizo sahihi. Ni lazima uwasaidie remnant wengine kubadilisha makovu yao kwa maono yao kama Yusufu. Pamoja na Injili ya Mungu yenye faraja, uponyaji wa kiroho ndio utakaofanyika kwanza. Kujua kuwa Mungu ni jukwaa lako, lazima uishi maisha yako kwa nguvu anazokupa. Una mbegu ya kutekeleza harakati za Injili. Matokeo yake, unapoomba kila siku ukishikilia neno la Mungu katika shamba, Mungu atafanya kazi bora kabisa kupitia wewe. Ombi la leo. Mungu Baba, naomba nijiandae kwa siku zijazo kwani najua sababu ya kuniita. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.